Okay, nikukaribishe kama ni mara yako ya kwanza unatazama hii video, nisaidie kubonyeza neno lililoandikwa subscribe. Hii ni Simulizi Plus. Karibu kwenye uchambuzi wa siku ya leo kwenye tamthilia yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Ndoa kutoka kwa Pascal Brandi. Kama ni mara yako ya kwanza nakuomba tafadhali nisaidie kusubscribe hapo kwenye channel yetu, kisha weka maoni yako, nini ambacho unajifunza kwenye hii movie. Huu ni uchambuzi wa leo. Sasa kwenye uchambuzi wa leo kuna baadhi ya vitu ambavyo tunavizungumzia kwa leo, baadhi ya scene ambazo zimeweza kuhappen ama naweza kusema kwamba zimeweza kujiri kwenye siku ya leo, tunakwenda kuzichambua hapa kwenye Simulizi Plus. Sasa tunaona kwa upande wa Tatu imefikia hatua anavuka mipaka. Sasa baada ya kuvuka mipaka unaambiwa kwamba siku zote usione mtu anakaa kimya ukafikiri kwamba anavumilia za mabaya ambayo unayofanya au mazuri. Kuna wengine unaambiwa kwamba maneno yako yaweke akiba, yani kuna siku utalipia. Sasa hichi ni kitu ambacho tunakiona kwa Tatu. Inafikia hatua anampanda kichwani Pascal, yani anaona kama vile anamuhini Pascal sana. Sasa hichi ni kitu ambacho ni kibaya sana, ni ambacho kinaweza kumsababisha yeye akapoteza nafasi kubwa sana kwenye maisha yake. Na sasa tunaona kitendo cha Tatu alichokifanya kwa Pascal. Hichi ni kitu ambacho ni kibaya sana, of course. Yani nafikia hatua amevuka mipaka. Yani kama ni kumzoea Pascal, alikuwa amemzoea, lakini ilikuwa si vyema sana kufanya maamuzi kama ambayo ameamua kuyafanya, kwa maana kule amekwenda kumshusha kabisa. Na kumbuka pale ambapo Tatu amekwenda ni kazini kwa Pascal, na Pascal mwenyewe ndo boss ambaye anasimamia ile ofisi, ama naweza nikasema kwamba ile kampuni. Za kitendo cha Tatu kutoka pale afu anatoka mkuku, afu ule ulikuwa ni muda wa kazi kabisa, ni watu wapo kazini na mambo yao, wewe unakuja unawachanganya na mambo yao. Sasa ni kitu ambacho kwa upande wa Pascal akulizia kabisa, ni akuona kwamba kimekuwa kitu cha kizuri, yani kimekuwa kitu kibaya kwa upande wake, kwa maana Tatu amekuja ameongea maneno ambayo Pascal mwenyewe amekuja kuumia sana, ama amekuja kukasirika sana. Yani kati ya vitu ambavyo Tatu alikuwa akivizungumza, matendo ambayo alikuwa akiyafanya, lakini Pascal alikuwa akimvumilia. Lakini kwenye hili naona kwamba uvumilivu kwa Pascal kuendelea kuvumilia kwa hicho ambacho amekuja kufanyiwa kinakuwa ni kidogo sana, kwa maana hii imekuwa too much kwa upande wa Pascal. Inafikia hatua anamwambia Tatu kwamba sasa kati ya siku zote ambazo umekuja kunipanda kichwani, basi siku ya leo umenipanda kichwani, nimekuvumilia kwa mambo mengi. Yani nafikia hatua unakuja hapa kazini, yani nafikia hatua kwa yale maneno ambayo Tatu alikuwa akiyazungumza yale, kabidi Pascal aombe msamaha tu, kwa maana kulikuwa kuna kijakazi wake ambaye ni Mai alikuwa ofisini. Sasa ni kitu ambacho ama kwa yale maneno ambayo Tatu alikuwa akiyaongea, kwanza alikuwa anamshusha sana Pascal, ama alikuwa anamdhalilisha sana kwa yale maneno ambayo alikuwa akiyaongea. Ninafikia hatua Tatu anakuja, inaonekana kwamba Pascal ametelekeza familia yake. Lakini ndio hivyo, unaambiwa kwamba maji yakishamwagika ayazoleki. Katika maneno ambayo amekuja kuyaongea Tatu, ngoja kwanza ni anukuu kwamba amekuja ofisini akawa anamwambia Pascal kwamba kwa hiyo huyu ndo mtu ambaye anakufanya unanisahau mimi. Yani ina maana kwamba huyu ndo mtu ambaye anakufanya unanisahau mimi. Yani unashindwa kunizingatia. Yani alikuwa anaongea vitu ambavyo vilikuwa negative kabisa, yani vilikuwa havina mantiki yoyote, vilikuwa vinaenda kumchafua moja kwa moja Pascal. Naweza nikasema kwamba vimemchafua Pascal kwa kiasi kikubwa, kwa maana pale ni kazini kwake, na yule ambaye alikuwa akisikiliza ile mazungumzo ni kijakazi wake. Kwa hiyo nafikiri hiyo heshima itatoka wapi? Wana hivi ni vitu ambavyo mojawapo Pascal alikuwa anajaribu kuviepuka ama kuviepusha, lakini kwa upande mwingine havijawa vizuri,
kwa maana imekuwa yani too much kwa upande wa Pasali. Yani inaonekana kwamba ni mtu ambaye ajali familia yake, ni ajali hisia za mtu wake. Ndio hivyo ni Tatu amekuja kuchukulia vitu kama hivyo, amekuja kumharibia Pasali, yani kumshushia heshima yake. Sasa unafikiri Pasali kwa kitu ambacho Tatu amekuja kufanya pale ofisini, na kwa maneno ambayo Tatu alikuwa akiyaongea pale ofisini, baadhi ya watu yanaweza isiwe mazuri, kwa maana mtu anaweza akatembea na uzoefu wake kujua kwamba kwa hiyo huyu mtu kumbe akija ofisini huko anaonekana mtu mzuri, yani anajali vitu vyake, kumbe huko nyumbani kuna shida, yani amjali mwanamke, ajali hisia za mwanamke wake. Basi ndio hivyo, tunaona Tatu aliongea maneno mengi sana pale ya kutaka kumchafua Pasali. Kama nilivyokuambia, kitu ambacho Tatu amekuja kukifanya hichi, itakuwa ni ngumu sana Pasali kuja kumsamehe, kwa maana imefikia hatua amevuka mipaka, yani amemwingilia Pasali kwenye vitu ambavyo vilikuwa ni vya private. Hata kama anafanya hivyo, yani alikuwa sio maneno ya kuja kumwambia hadharani mbele ya vijakazi wake, tena anakuja ofisini kwake kabisa. Ninafikiria tu kwamba hata hana adabu yoyote, aoneshe heshima yoyote. Basi baada ya yale maneno ambayo Tatu alikuja kuzungumza pale ofisini, kumsemea vibaya Pasal, kwa hiyo ile ni maneno ambayo moja kwa moja Pasal amechukulia vibaya sana na amechukia sana. Inaonekana Pasal ni kitu ambacho kimekuja kumkwaza, japokuwa hakuonyesha reaction yoyote pale ofisini ya kutaka kumfanyia ubaya wote Tatu kwa yale ambayo amezungumza, ila ameamua kutoka tu akiwa na yake moyoni. Maana amevumilia sana na amevumilia maneno mengi ama matendo mengi ambayo Tatu anayofanya, lakini katika hichi ambacho amekuja kufanya hichi, basi imekuwa ni ngumu sana, ama amekuja kuvuka mipaka yake. Basi moja kwa moja maamuzi ya Pasal, anaamua kumchukua Tatu na kumwambia kwamba inabidi atoke nyumbani kwake, kwa maana kama ni kumvumilia, amemvumilia mengi kwa hichi ambacho amekuja kukifanya hichi, basi ana budi ya yeye kuweza kumwacha aende akaishi huko ambako anaona ni sahihi, kwa maana amepewa hifadhi ama amekuwa naye kwa muda mrefu, lakini hii imekuwa ni too much, hawezi akaendelea naye tena. Sasa hichi ni kitu ambacho hata kwa Tatu mwenyewe aliona kama mbona kama nakwenda kupotea hivi. Yani mimi nilifikiri kwamba ndo naweka mambo sawa, ni kumbe nakuja kujaribia kabisa, ndo najaribia. Bwana, hichi ni kitu nikukumbushe tu kwamba labda huenda upande wa Tatu alikuwa anadhani kama anafikiri kwamba ndo anakwenda kujenga ni ndo Pasal atampenda, pasipo kujua kwamba anakwenda kuharibu na tayari kashaharibu. Naambiwa kwamba maji yakishamwagika yazoleke. Sasa ndo hichi yani ina maana kwamba kwa upande wa Tatu kashaharibu, kwa hiyo kashamwaga maji, hayawezi yakazoleka. Kwa hiyo inabidi akubaliane tu na matokeo kila namna, kitu ambacho Pasali atakifanya, kwa hiyo inabidi akubali. Lakini huu ni msamaha ambao kwa upande wa Tatu naye anaomba, yani hataki kutoka kwa Pasali pale, anaomba kwamba nitaenda wapi, yani sina sehemu ya kwenda, yani naomba unisamehe tu Pasali, naomba unisamehe na imani haitojirudia tena. Sasa inaonekana kwamba tayari kile ni kitu ambacho Tatu alikuwa anatafuta key point, yani ya kutaka kujinufaisha yeye mwenyewe, akiwa anaamini kwamba ndo anakwenda kujenga, basi mpendo anakwenda kubomoa na tayari kashabomoa. Unaambiwa kati ya kuna watu wana misimamo, usikute hata Pasali hawezi akamsamehe, japokuwa yule Tatu anaomba sana. Sasa inafikia hatua Tatu anamuomba, anamwambia kiduchu kwamba inabidi mwambie Pasali, anamwambia Pasali anisamehe, mimi sina pa kwenda, acha nikitoka hapa sina sehemu yoyote ambapo nitakwenda, nakuomba umwambie Pasali anisamehe. Lakini kiduchu anamwambia kwamba wewe ulijiona kwamba huyu ndo mama mwenye nyumba hapa ndani,
kututawala sana, yani unaonekana kwamba ndo mama mwenye nyumba. Kwa hiyo kubaliana na kila kitu, inabidi utupishe ni uondoke. Yani ina maana kwamba hata kwa upande wa Kiduchu hataki kusikiliza ni lolote, ama hataki kumwombea msamaha Tatu, na yeye ameapprove kwamba Tatu aweze kuondoka, yani aweze kutoka, yani kwa maana wamemvumilia kwa mengi. Kwa hiyo kwa sasa hawawezi wakaendelea kumsikiliza tena kwa chochote kile, yani hawawezi wakamsikiliza. Kwa hiyo inabidi aondoke. Sasa hichi ni kitu ambacho tunakiona kwa Tatu, na yeye alikuwa anafanya bila kufikiria, kwa maana tegemeo lake kubwa na hifadhi amepewa kwa Pasali. Sasa inapofikia tu anafanya mambo kama hayo, japokuwa sometimes ni hisia zinaweza zikamtuma, hisia alizonazo juu ya Pasali, lakini ni kitu ambacho alitakiwa afikirie. Cheki, kashajaribia. Lakini kuna kuna advantage moja ambayo imebakia, ambayo inaweza kumfanya Tatu akaendelea kuishi kwa Pasali. Unajua ni advantage gani hiyo? Ni faida gani ambayo Tatu yuko nayo ambayo inaweza kumsababisha akaendelea kuishi kwa Pasali? Kwanza kabisa, hakikisha umesubscribe kabisa kwenye channel yetu ya Simulizi Plus. Kama ni mara yako ya kwanza unatazama video yetu au hujawahi kusubscribe, hakikisha kuwa umeonyesha upendo wako, umesubscribe kwenye channel yetu. Utakuwa umetisha kinoma, na utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa za video zetu punde tutakapo tuna upload video mpya hapa kwenye channel yetu ya Simulizi Plus. Fanya jambo la ungwana, gusa neno hilo ndiko subscribe hapo chini ya video. Kuna maneno ndiko subscribe, bonyeza hapo, utakuwa umetisha kinoma. Sasa hiyo faida ambayo Tatu yuko nayo, ama hiyo advantage ambayo Tatu yuko nayo, ambayo inaweza kumpelekea ama ikasababisha yeye kuendelea kuishi nyumbani kwa Pasali, ni kwamba kipindi anakwenda kufukuzwa na Pasali kwamba atoke nyumbani kwake, ndo kipindi ambacho tunaona mama yake na Pasali aliingia, ni mama yake na Pasali alifika. Kwa hiyo mama yake na Pasali anaweza akawa chanzo kikubwa sana cha Tatu kuendelea kuishi pale nyumbani kwa Pasali. Sasa nina huruma ambayo Tatu anajaribu kuionyesha. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kinakwenda kumtachi sana mama yake na Pasali pasipo kujua tabia yake. Kwa hiyo ataweza kumruhusu ama atamuombea kwa Pasali, basi Pasali ataendelea, atamwacha, atamruhusu, yani atampa last chance, yani kwamba atampa nafasi nyingine, yani matazamio kwa mara nyingine. Kwa maana yeye anafahamu tabia yake A to Z. Kwa hiyo kwa upande wa mama yake afahamu tabia yake, na ataweza kumruhusu Pasali kwamba amsamehe tu aendelee kuishi. Kwa hiyo kadri ya siku zinavyozidi kwenda na tabia ambazo Tatu atakuwa anazionyesha, ndicho kitakuwa chanzo cha mama yake na Pasali na yeye kuapprove ama kuconfirm kwamba Tatu yuko na tabia ambazo sio nzuri, kwa tabia fulani na fulani. Kwa hiyo chini itakuwa chanzo cha yeye kuweza kutoka hapo ndani kwa mara nyingine. Lakini kubwa na point ya msingi, hakikisha una subscribe. Tukutane kwenye video nyingine, kwenye uchambuzi wa movie nyingine. Hii ni Simulizi Plus. Nipombe tu muda wangu kwa siku leo, tuweze kuishia hapa. Naacha sound tracks. Sunshine.
Bye.